Bana, hii ni hoteli ya nyota 5 ambayo klabu ya Simba amefikia, kwa maana wachezaji wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba amefikia hapa, na hapa ni Swiss Inn Teda Hotel. Ni hotel ambayo inapatikana hapa Suez, na huu ni mji ambao muda mchache kutoka sasa mechi inaenda kuchezwa kati ya Al Masry dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, na kutoka katika hoteli hii ya Swiss Inn Teda Hotel iliyoko hapa Suez kuna kuwepo na lisaa limoja, yani kuna lisaa lizima limoja kufika katika uwanja wa Suez Canal ambao unakuwa unabeba mashabiki 28,000 uwanja huo ambao kwa siku ya leo mashabiki takriban 10,000 pekee ndo atakao tazama ile mechi na kushabikia timu zao. Kwa hiyo tuko hapa tayari, tumekwisha fika salama salmini. Safari ilikuwa nzuri sana. Tumetua salama salmini mapema sana Cairo International Airport, na tukatoka hapo safari karibia masaa 3 hadi kufika hapa katika hoteli hii ya nyota 5, na sisi pia kwetu kwa pembeni kidogo pale. Kwa hiyo kwa sasa wachezaji wanapata chakula cha mchana kabla ya kuelekea kwenye mechi. Kumbuka mechi itapigwa saa 12 kwa saa za hapa Misri, lakini kwa nyumbani Tanzania ni saa 1 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tayari timu nzima iko huku, lakini kubwa zaidi mzee wa Friji Bovu niko kwa ajili ya kupa updates zote. Taarifa nilizozipata mpaka sasa kuna majeraha yoyote. Wachezaji wote wako kamili gado kwa ajili ya kwenda kuvaa huo mchezo, na nimewaona wote wakiwa wanapata chakula muda huu. Lakini wapo mashabiki ambao utakuja kuwasikia hapa. Pasi Milioni yuko hapa, mzee wa Simba Nyatiwi. Kwa sasa anasema bwana, yeye anaitwa Moses Musa wa Misri na amekuja kumtazama Musa mwenzake. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo utasikia. Lakini pia Mzaramo yuko hapa, bila kumsahau pia mtaalamu wa kuitwa mzee wa Saluti. Hao ni miongoni mwa mashabiki ambao pia tumesafiri nao kwa pamoja. Lakini pia nimemwona msemaji wa Simba Ahmed Ali yuko hapa, Murtaza Mangungu. Huyo ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, lakini pia bwana mzee wetu Azim Dewji, mfadhili wa zamani wa Simba, pia yuko hapa akisupport timu. Na unafahamu mzee Azim anapokuwa anasafiri na timu, mara nyingi matokeo huwa yako upande wa Simba. Matokeo huwa amekuwa akipatikana. Sijajua siri ni nini, na yeye pia ametuambia kwamba yeye mwenyewe anasema ni neema tu za Mungu, na amekuwa akisema kwamba mara nyingi siri yeye anamwachia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwangu naamini itakuwa ni mechi nzuri sana. Leo Simba na nafasi kubwa sana ya kupata matokeo kutokana na ubora wa wachezaji alionao, kutokana na quality ya mchezaji mmoja mmoja, lakini pia malengo ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni malengo makubwa sana. Wao wanahitaji kufika hatua nusu finali, wamekuwa wakishindwa mara kadhaa, lakini kwa awamu hii wanahitaji kwanza washinde mechi hii hapa ya ugenini ambao leo Al Masry wako nyumbani. Wakifanikiwa hapa basi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa inaweza kawa ni kazi rahisi sana. Kwa hiyo mimi nitakuwa nikikupa updates zote, taarifa zote ambazo zinapatikana hapa Cairo. Tayari niko hapa. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanahitaji updates zote, taarifa zote zilizonyooka, nitakuja nikujuze tu. Kwa paka muda huu kikosi cha Simba hakina mabadiliko sana. Eneo la goalkeeping Musa Kamara na Ali Salim kuna hatihati hapo, lakini katika maeneo yote Kapombe, Zimbwe, Karabu pamoja na Hamza, Kagoma pamoja na Ngoma, Mpanzu, Kibu, Ahua. Lakini pale juu utamkuta leo mtaalamu atasimama wa kuitwa Lionel Christian Ateba, alafu yeye atachagiza pale na mwamba kabisa wa kuitwa Lionel Christian Ateba, alafu kule Mkwala Desi. Kwa hiyo shughuli iko hapo. Kwa hiyo kwangu naamini itakuwa ni mechi nzuri sana, tusubirie muda ufike na mimi nitakuwa nikiwapa updates zote kwa kile ambacho kinaendelea. Bwana fresh fire moto leo tukao tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nimeingia Masri. Ameingia Masri. Nimeingia Masri. Masri si sehemu ya masiala. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu nikiwa na afya njema tele. Nipo hapa Masri. Target ni kuja kuisupport timu yangu. Nimefarijika, niko vizuri, niko fire kwa kweli. Na unajua Masri ndipo Waji na Musa. Waji na Musa alipo chimbuko la Musa. Na mimi kama vile mzee wa Pasi Milioni naitwa Moses na Musa Misri ndipo chimbuko lake. Na ukiangalia nashiriki sana ibada. Nashiriki sana ibada. Tayari Jumapili iliyopita nimetimiza miaka 12 na miezi 10 na Jumapili 2. Kwa hiyo kama mimi nafarijika, nimefurahi sana. Target ni kuja kuisupport timu yangu. Amri 10 zile za Mungu, chimbuko ni hapa. Yusuf watu wanomsikia mtoto wake na Yakobo Misri. Kwa mambo yote ni Misri. Kwa hiyo unatuambia mashabiki wenzangu wa Simba Sports pamoja na wanachama wa Simba Sports, dua zao na sala zao tunazihitaji sana. Kwa mara ya kwanza tangu nimezaliwa katika jiji la Dar es Salaam,
nimemshuhudia Nyerere, nimemshuhudia Mwinyi, nimemshuhudia Mkapa, nimekuja kumshuhudia Jakaya Mrisho Kikwete. Sasa hivi nikaja kumshuhudia John P. Magufuli, nikaja kumshuhudia mamangu Samia Hassan Suluhu kwa mara ya kwanza. Utawala wa Mama Samia Hassan Suluhu, amini usiamini, na mimi nimekuja zangu Misri pamoja kwamba kwa gharama zangu. Naona mama ana njema, mama ana njema. Nimefarijika, nimefurahi. Nawashukuru sana Grant Care Tanzania Limited, nawashukuru vile vile Lampard, nashukuru na wadau wote, watu wangu wa karibu. Japo najua ndugu yangu kipenzi Alan Pazi, hii safari naye ingemhusu, lakini ndio hivyo ratiba zake za kazi, najua huko alipo atasononeka, lakini wao kinachotakiwa ni dua tu. Mengine yote tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nipo ndugu yenu. Nipo na kanzu yangu kama unavyoniona ndani ya masi. Kuanzia chini hadi juu. Yusuf mwenyewe baba yake mzee Yakobo aliamua kumtengenezea kanzu hadi ndugu zake wakaona wivu. Kanzu vazi la heshima kaka. Ule mwenyewe kila anakopita kila Mwarabu anaona hapa Messi lazima nisalimie. Pasibirione, ubaya ubwera. Paka Waarabu wanajua ubaya ubwera ni kitu cha aina gani. Nataka kuambia tu wana Simba zangu, dua tunasala. Mengine tumwachie Mwenyezi Mungu. Kikosi nimekiona, kiko salama usalimini. Viongozi wangu nimemwona, mwenyekiti wangu Murtaza Mangungu, semaji langu nimemwona, mjumbe wangu wa bodi nimemwona pale, kaka Muba, Anabaya, moyo mweupe kama tishu. Nimekuja kumuona Idi Kajuna, nimekuja kumuona kaka Mfrey, wana Simba wamekuja, na nimemwona na mzee wangu, na nimemwona mzee wangu Azim naye yupo maeneo haya. Kwa hiyo kama mimi tumekuja target kupata alama tatu. Anagabaya mzee wetu, fadhili wetu wa Simba miaka mingi, yupo naye katika kuisupport timu yake. So unajua tena mtu mzima dawa na ng'ombe azaike maini. Tupo na mzee wetu, mzee wa ubaya ubwela. Bado kushukuru sana. Pamoja